tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Itukuzwe damu ya Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media, karibu katika kipindi chetu cha tushirikishane tone la upendo, ikiwa tumeuanza mwezi wa Novemba ambao makanisa ametuwekea mahususi kama mwezi wa kuwakumbuka na kuwaombea ndugu zetu marehemu. Basi leo hii katika kipindi chetu cha tushirikishane tone la upendo tunaye mgeni ambaye yeye atatupitisha kwenye historia nzima ya mwezi huu wa marehemu. Tutafahamu nini ambacho sisi kama Wakristo tunapaswa kufanya katika mwezi huu wa marehemu, lakini tutafahamu sana juu ya mwezi huu wa marehemu kwamba ni nini ambacho sisi kama Wakristo tunapaswa kufanya katika mwezi huu wa marehemu. Kipi ambacho tunaaswa na kukumbushwa na mwezi huu wa marehemu? Basi hayo na mengine yote, ungana nami mtangazaji wako Frateri Anthony Eponda, na leo basi tutakuwa na Frateri Thomas Mathias ambaye yeye atatupitisha katika masimulizi haya yote. Basi nikukaribishe Frateri Thomas Mathias katika kipindi chetu, na tunapoanza kipindi chetu hiki basi nikukaribishe tuweze kuanza kwa sala. Asante na tusali. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Itukuzwe na kuabudiwa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Milele amina. Asante Frateri Thomas kwa kuweza kutufungulia kipindi chetu kwa sala, na basi naomba sasa tuweze kufahamu mwezi huu Novemba, kwa nini labda umeitwa mwezi au umepewa hadhi hii ya kuitwa mwezi maalum wa kuweza kuwakumbuka na kuwaombea marehemu. Asante mpendwa mtangazaji. Kwanza ningependa ni warudishe kwenye asili ya siku hii kama ulivyokwisha kusema, lakini kwanza sisi kama Wakatoliki chimbuko letu la mafundisho linatokana na ile sala yetu, kanuni ya imani. Kwenye kanuni ya imani tunasali juu ya ushirika wa watakatifu. Sasa nataka nianzie hapo kwenye ushirika wa watakatifu, au tungeweza kusema kwamba ni umoja wa watakatifu. Ni kitu cha namna gani hicho? Tunapoongelea ushirika wa watakatifu, tunawaangalia wafuasi wa Kristo, wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama ni wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, wapo wa aina tatu. Kundi la kwanza ni kundi la watakatifu ambao tumewasherekea tarehe 1 ya mwezi Novemba. Hawa ni kanisa la washindi, tayari wameshaifikia heri, tuna umoja nao. Umoja wetu na hawa ni kwamba wao wameshamuona Mungu, wanatuombea sisi ambao tupo duniani, ambao tuko bado safarini, ili tuweze kumuona na sisi Mungu kama wao walipokwisha kufika. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni kundi la ndugu zetu wale ambao walifariki katika hali ya neema, lakini hapa na pale hawakupata muda wa kutosha kujitakasa ili waweze kumuona Mungu. Kwa sababu ya hali hiyo, wanapitia sehemu inayoitwa toharani. Toharani maana yake ni ile hali au mahali pa utakaso. Wanakaa katika ile hali ya mateso ya mpito ya muda mfupi, wakiandaliwa na kung'arishwa ili hatimaye waweze kupata ile hadhi ya kuweza kufurahia heri ya kumwona Mungu mbinguni. Sasa kundi hili hawawezi kujiombea. Kundi hili ndilo hasa linalotegemea sala za sisi ambao tuko hapa duniani, na kundi lile la kwanza ambalo ni kanisa la washindi. Sasa kundi la tatu katika huo shirika la takatifu ni sisi ambao tunasafiri hapa duniani.
tunaitwa ni kanisa la wasafiri. Na ndio maana hata katika kauli mbiu ya mwaka huu wa jubilei tunasema mahujaji wa matumaini. Kwa sisi ni kanisa la mahujaji, tuko safarini, tuna fursa nyingi, tuna watakatifu mbinguni wanaotuombea, lakini zaidi ya hayo hapa duniani sisi tuna ile nafasi ya kuomba toba, ya kurekebisha maisha yetu na kuweza kuchagua namna ya kuenda kumwona Mungu tukiwa hapa duniani, kwa sababu tunayaandaa maisha yetu. Lakini wale ambao wamekwisha kufa wako toharani hawana hiyo nafasi. Kwa hiyo sasa katika mwezi huu wa Novemba, mwezi ambao kanisa limetuwekea ni mwezi maalum kwa ajili ya kuombea marehemu. Kama nilivyokwisha kusema kwamba hawawezi kujiombea, wanategemea sala zetu. Na kama wanategemea sala zetu, ni kwa nini? Na sisi kwa nini tunawajibika kuwaombea? Ni sababu ni hii hapa. Hawa ambao ni ndugu zetu, ni kanisa la watakaswa, kanisa la toharani, tunapowaombea tunajiwekea na sisi akiba, tunawaweka wafadhili wetu mbinguni. Kwa mtu mmoja anapotoka toharani na kwenda mbinguni, anatukumbuka sisi pia. Tunakuwa na watu, jeshi kubwa kabisa la kutuombea. Hiyo ndio faida hasa ya kuwaombea marehemu. Asante sana Padre Thomas kwa maelezo yako hayo. Labda katika maelezo yako tumeweza kusikia neno marehemu, na labda mpendwa mtazamaji wetu angependa kufahamu sasa nini maana ya hili neno. Kwanza, marehemu lina maana gani hili neno? Asante kwa swali lako lizuri kabisa. Kwa kweli ni neno marehemu kila wakati tunasikia linatamkwa hapa na pale, basi na limesha kuwa ni neno la kawaida. Tukisikia tu marehemu fulani tunajua fulani ametutoka, lakini maana zaidi ya hilo neno sidhani kama wote tunafahamu. Basi kwanza, maana ya hilo neno marehemu. Marehemu ni neno la Kiswahili, lakini hilo neno lenyewe la Kiswahili lina mzizi katika lugha ya Kiebrania au lugha ya Kiarabu. Vile vile wanatumia hili neno. Kwenye lugha ya Kiebrania tuna neno rehema, lakini kwenye lugha ya Kiarabu tuna neno rahma. Kwa hiyo ni maneno ambayo yanafanana. Sasa maneno haya yana maana gani? Ambapo na kwetu kwenye Kiswahili kwa kweli rehema, neno hili linatokana na neno rehema. Kwa hiyo unaona ni maneno yale yale, yana maana hiyo hiyo moja. Kwanza, rehema au katika lugha ya Kiebrania rehema ni tumbo la uzazi. Ni tumbo la uzazi. Lakini linaenda mbele zaidi kumaanisha huruma au upendo alionao mama kwa mwanae. Akikumbuka uchungu aliopata kwa mwanae, anakuwa anavutwa na ule upendo wa kumsaidia mwanae. Kwa neno hili sasa kwa ujumla linamaanisha nini? Anayependwa au manake ni hiyo huruma au ni kurehemu, ni kusamehe au kukubali. Kwa hiyo neno hili mara nyingi limekuwa likiwekwa kabla ya jina la yule aliyefariki, marehemu fulani. Sasa tunaposema marehemu fulani, hatumtambulishi tu kwamba fulani amefariki. Badala yake hili neno ni sala. Tunamwombea yule aliyefariki. Kwa nini tunamwombea? Tunajua sasa huyu hawezi kujisaidia tena. Kwa hiyo tunaposema marehemu fulani, manake tunamwombea rehema kwa Mungu. Mungu ampokee, Mungu amkubali, amrehemu, tunasema amhurumie, amsamehe dhambi zake. Ndio maana tunamuita marehemu. Marehemu manake ni wa kuhurumiwa, ni wa kusaidiwa. Ndio maana halisi ya hilo neno. Asante sana kwa maelezo yako mazuri. Na labda mimi ningependa kufahamu, labda na mpendo wa mtazamaji wetu angependa kufahamu, labda tunafahamu nadharia ya kifo ni nadharia ambayo inatisha. Kiukweli kifo kinatisha. Hata mimi leo ukiniambia kuhusu kifo kidogo nashtuka. Sasa mwezi huu tunawaombea ndugu zetu ambao tayari wao wameshakikabili hicho kifo.
sisi sasa kama kanisa la wasafiri hapa duniani, mwezi huu labda una wajibu gani, au unatukumbusha nini, au unatuandalia mazingira gani sisi ambao ni kanisa la wasafiri, ambao bado tupo katika hali ambayo tunasema tunaweza tukaomba sisi wenyewe, wenzetu tunaombea, lakini sisi tunaomba. Je, huu mwezi unatuandaa nini, au una ujumbe gani kwetu hasa? Asante sana mpendwa mtangazaji. Habari kuhusiana na kifo kama ulivyokwisha kusema, kwa kweli si habari nzuri. Hata kama mtu anaonesha dalili zote kwamba atakufa, ukimwambia utakufa utaonekana huna busara, na yeye mwenyewe atakuona kwamba ni waajabu kweli. Kwa hiyo sio habari nzuri. Kwa watu wengi wanaogopa kifo, kama walivyosema, sio wewe peke yako, tupo wengi tunaoogopa kifo. Kwa hiyo sasa, je, tufanyeje? Mwezi huu sasa kanisa linaweka kipindi hiki maalum cha mwezi huu wa Novemba, na hasa tarehe 2 Novemba kama siku ya kuwakumbuka marehemu wote. Kuna ujumbe kwamba marehemu, kama nilivyokwisha kusema, ni wale wanaohurumiwa, hawawezi wakajisaidia, na kama nilivyokwisha kusema kwamba wenye uwezo na nguvu za kuweza kuwahurumia ni sisi na ni Mungu. Sisi tutawahurumia kwa kufanya nini? Kwa kuwaombea. Ndio sababu mwezi huu mzima wa kuwaombea. Lakini hilo ni swala zima la jumla, yawezekana lisifanyike, wakati mwingine tunajisahau. Kanisa limetutengea siku moja ya tarehe 2 ya Novemba, siku ya kuwakumbuka marehemu wote. Lengo ni nini? Kuwaombea. Kuwaombea wawe watakatifu, kuwaombea wawe na sifa, wawe na hadhi na cheo cha kuweza kumwona Mungu, chaweza kumkaribia Mungu, wawe karibu na Mungu. Hilo ndio lengo kwa ajili ya marehemu, sio kwa ajili yao tu, vile vile kwa ajili yetu. Kwetu sisi siku hii inakuwa na malengo manne. Lengo la kwanza, inatukumbusha juu ya uhalisia wa kifo, kama anavyotuambia mzaburi katika Zaburi ya 90 aya ya 10, anasema siku zetu wanadamu za kuishi ni miaka 70, tukiwa wenye afya na nguvu ni 80. Kwa hiyo maana yake ni nini? Watu wasife kabla ya miaka 70 na 80, au wasivuke 80? Sio lengo la mzaburi. Lengo lake anataka kutuambia nini? Maisha ya hapa duniani sio ya kudumu, ni ya mpito. Lazima itafika siku tutakufa. Afu hilo ni la kwanza. La pili, mhubiri naye anatuambia kwamba hatima ya mwanadamu, hatima ya mnyama, wote ni kurudi mavumbini. Kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3 aya 19 na aya 20, anatuambia kwamba kila mnyama, kila mwanadamu na mnyama, wote tutakufa. Sasa habari hizi zinatisha, lakini ndio uhalisia kwamba ni lazima tutakufa, na tumeshashuhudia wapo ambao wamefariki wakiwa watoto, wengine vijana, wengine wazee, tumeshaona. Kwa hiyo siku hii inatukumbusha uhalisia wa kifo. Hakijali mzee, akijali tajiri, akijali kijana, akijali una cheo, akijali huna cheo, kifo kinamjia mtu yeyote. Hilo ni la kwanza. Sasa kama inatujia, habari hiyo ni mbaya zaidi, kwamba piga ua garagaza. Tunaambiwa kwamba piga ua garagaza, kwamba kwa namna yoyote ile lazima tutakufa. Sasa kama tutakufa na tunaogopa kufa, maana yake ni nini? Tuzidi kutiwa hofu? Sio lengo lake. Kwa kanisa limetuwekea hii siku vile vile tunapoombea tujue na sisi kwamba tutakufa, lakini lengo la pili ni kutuandaa. Kwa hiyo kanisa linatuandaa sisi kukabiliana na uhalisia wa kifo. Kanisa la wasafiri liweze kukabiliana na kifo. Sasa linakabiliana aje na kifo? Kanisa sasa linapotukumbusha juu ya uhalisia wa kifo, linatuleta sasa kwenye maandalizi. Kila Mkristo aweze kujiandaa vizuri kukutana na kifo, kwa sababu ni uhalisia.
atakutanaje nacho na kwa nini ajiandae, linatuleta kwenye lile lengo la tatu. Lengo la tatu, kanisa linapenda kutukumbusha kwamba sifa nyingine ya kifo, kifo kinaotea. Kifo kinaotea, yani kinatujia ghafla, kwamba uwe umelala unakufa, uwe unatembea barabarani unakufa, yani hakina tarehe, yani ni fumbo fulani, kwa kifo kinaotea. Hiyo ndio sifa, na hiyo nadhani tungeweza kuisoma kwenye maandiko matakatifu, kwenye waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Wathesalonike. Anatuambia hivi katika waraka wake huo wa Mtakatifu Paulo, waraka wa kwanza wa Mtakatifu Paulo kwa Wathesalonike. Labda ningeweza kusema nisome hapo kidogo. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Kifo kinaotea, kinakuja ghafla, na kama ni ghafla, hapa hofu inazidi. Nadhani utaniuliza na mwingine atajiuliza kwamba sasa kama kinakuja ghafla tufanyeje? Tufanyeje? Sasa tufanyeje? Tunaingia kwenye lengo la 4 la hii siku. Linatuandaa sisi na inatudai tuweke tumaini letu kwa Kristo. Tumtumainie Kristo. Kama hatukuwa tumeambatana na Kristo, au baada ya ubatizo tuliachana na zile ahadi zetu, tukaziweka pembeni, tukajiona kwamba bado wanaokufa ni wazee, kanisa linatukumbusha kwamba ni wakati wetu wa kumrudia Kristo. Tuweke matumaini yetu kwa Kristo, tumng'ang'anie Kristo, tumshikilie Kristo. Kwa hiyo tukiwa na imani kwa Kristo, tukaeneza mapendo kwa Mungu na kwa jirani, tutakuwa na tumaini la ufufuko. Kifo hakitatutishia, bali kitakuwa ni mlango wa kuweza kwenda kuungana na Kristo, ambaye ndo tumaini letu. Tumaini letu, hatima yetu, maisha yetu yanakuwa salama pale ambapo tumeungana na Kristo. Nashukuru sana Frate kwa kuweza kutukumbusha yale ambayo sisi hatupaswa kufanya. Hayo mambo 4 ambayo siku hii ya kuombea marehemu wote sisi ambao tuko duniani kama wasafiri, yanaweza kuwa kwetu kama alert, kama kutukumbusha au kutuandaa. Sasa labda ningependa kufahamu, na watazamaji pia wangependa kufahamu, labda kanisa lianza lini, au historia fupi kabisa ya kuhusu siku hii ya kuwakumbuka marehemu kuwekwa katika mwezi huu wa Oktoba. Kwa nini labda sio mwezi wa April au Januari au mwezi Mei, ikachaguliwa mwezi Oktoba, na kwa namna ya pekee tarehe 2, mwezi Novemba, na kwa namna ya pekee tarehe 2 ya mwezi huu? Ni swali zuri kabisa. Ni swali zuri kabisa. Basi nikienda, kabla ya kuenda kwenye historia kabisa, tukio hili linaenda sambamba na utaratibu wa kiliturujia. Mwezi Novemba ni mwezi wa mwisho wa mwaka. Tunaelekea iwe mwaka wa kikanisa na ni mwaka wa kiserikali. Tunapoanza kufika Novemba, tunaelekea mwishoni. Na kama ilivyo tunavyoelekea mwisho wa mwaka, wale wana uchumi, wana mahesabu, wanajitahidi kufunga hesabu ili mwaka unapoanza, mwaka mpya, waje na hesabu mpya, waanze upya. Kanisa na lenyewe linatumia utaratibu huo, kwamba tunapo tafakari juu ya kifo, manake ndio hatima yetu, ndio mwisho wetu. Masomo yote ya kipindi hiki cha mwishoni huku cha mwezi wa 11 huku ni masomo ambayo yanatutafakarisha juu ya maisha baada ya hapa duniani. Mwisho wetu utakuwaje? Sasa tukianza na hiyo, ndo dhima ya jumla kwa nini ni mwezi Novemba. Lakini huu mwezi tu au kuchaguliwa tu mara moja Novemba, kuna kahistoria kadogo. Na haka kahistoria kanatokana na nini? Kwanza nipende kukukumbusha kwamba ibada
kwa ajili ya kuombea ndugu zetu waliokwisha kutangulia, ndugu zetu marehemu, ilichelewa sana kuingia katika kalenda. Kwa nini ilichelewa? Ni kwa sababu moja, tamaduni nyingi, mila na tamaduni za makabila na mataifa mbalimbali wanayo hiyo desturi ya kuwaheshimu wafu, watu mbalimbali. Sasa wapagani kwa wabatizwa wana namna zao za kuwaheshimu wafu. Sasa kwa mazingira mengine, kuna watu ambao wameenda mbali sana katika kuwaheshimu wafu. Kama mtu alifanya matukio mazuri au makubwa ya kishujaa, walifikia hata hatua ya kumwabudu. Sasa hali hii inapelekea kwenye ushirikina, na wengine walitolea sadaka kwenye makaburi na nini. Ikawa yani ni jambo ambalo lilihitaji sana umakini. Kwa hiyo kanisa liliogopa kuingia mara moja kwa sababu ya mchanganyo wa imani uliokuwa tayari jamii na ukumbatia. Kwa hiyo sasa lilienda taratibu. Sasa iliingiaje? Kanisa lilihitaji, na kwa busara kweli lilikaa taratibu ili kuweza kutafuta namna ya kuweza kuingiza hiyo ibada. Tunawashukuru sana ndugu zetu watawa wenyewe ndio walioanza hasa kutuletea ibada kwa ajili ya marehemu, na hii imeanzia kule nchini Hispania karne ya 7, kwenye mwaka 636 alipofariki Mtakatifu Isidori wa Seville. Wao kule katika jumuiya za kitawa walikuwa na utaratibu wa kuwakumbuka ndugu zao marehemu, na waliwakumbuka hasa kipindi hiki cha Mtakatifu Isidori wa Seville. Wenyewe walikumbuka marehemu wakiwa na dhana moja kichwani. Moja kichwani ni ipi? Kwamba hatuna mtakatifu nje ya Kristo. Hatuna mtakatifu nje ya Kristo. Sasa kwa kuwa hatuna mtakatifu nje ya Kristo, wakatuletea jambo linaloitwa nini? Siku hii ya kuwakumbuka marehemu au ya kuombea marehemu ilikuwa inaadhimishwa kule Hispania siku ya Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste. Kwa nini siku hiyo iliadhimishwa baada ya Pentekoste? Sababu ni moja. Pentekoste ni sherehe ambayo inakamilisha kipindi cha Pasaka. Kwa wiki moja kabla ya sherehe ya Pasaka, tunapata kusikia kwamba Yesu amepaa mbinguni kwa utukufu. Yesu amepaa mbinguni kwa utukufu. Na tunaposherekea utukufu wa Kristo na kwa kushukiwa Roho Mtakatifu, kanisa lilipenda kuwaombea hawa ambao wamefariki au wametutoka katika ulimwengu, waweze kuungana na yule anayetawala kule mbinguni, manake ni Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka. Kwa hiyo marehemu kwa mara ya kwanza walianza kuombewa Jumatatu mara baada ya sherehe ya Pentekoste. Utaratibu huu uliendelea tangu ile karne ya 7 mpaka karne ya 10. Katika na karne ya 11, wakati wa Mtakatifu Odilo, ambaye yeye alikuwa ni abate, yani ni mkuu wa monaki kule Cluny. Katika hizi karne, mwaka 1048 ndipo alipofariki Mtakatifu Odilo. Yeye alikuwa na mtazamo wa tofauti kidogo. Wakati Mtakatifu Isidori wa Seville alitazamia utukufu wa Kristo, yeye Mtakatifu Odilo, zaidi ya kutazamia utukufu wa Kristo, alitaka kuwapa wajibu wale wanashirika wake. Kwa hiyo akasema, tunafurahia na tumeona matunda ya watakatifu wote. Kwa hiyo shirika letu litaendelea kustawi na imani itaenea kwa kasi endapo tutakuwa na watakatifu wengi. Kwa hiyo akasema kwamba katika shirika lake watu wote walio chini yake wanapaswa kuwaombea ndugu zetu marehemu siku ile ya tarehe 2, maanake ni siku moja tu baada ya kuadhimisha sherehe ya watakatifu wote.
Lengo ni nini? Ni kupata kundi kubwa zaidi la watakatifu. Kadiri tunapozidi kuombea marehemu, tunapata kundi kubwa zaidi la watakatifu, na wanapokuwa wengi zaidi, jeshi kubwa litakalokuwa kule mbinguni litakuwa linatuombea. Kwa hiyo kama kanisa na kama shirika tutabaki salama. Ndiyo hasa akapeleka hii tarehe kutoka kwenye ile Jumatatu baada ya sherehe Pentekoste kuja tarehe 2 ya mwezi Novemba. Hiyo ndiyo hasa sababu ya kuhamisha kutoka sasa Pentekoste Jumatatu baada ya Pentekoste kuja kwenye tarehe 2 ya mwezi Novemba. Asante sana Frate kwa maelezo hayo mazuri sana ambayo sasa tumeweza kupata background kwa nini sasa sherehe hii ya watakatifu wote inafanyika katika mwezi huu wa Novemba. Na labda sasa tuweze kufahamu kwa kawaida sisi kama Wakristo tunasikia au mara kadhaa huwa tunatangaziwa na mapadri wetu kwamba katika siku hii maalum, hasa hiyo tarehe 2 ambako marehemu wote wanakumbukwa, kunakuwa na misa takatifu 3. Naomba tueleze kwa nini zinakuwa misa takatifu 3, na je, ni lazima kwa kila Mkristo aweze kuhudhuria hizo misa zote au la? Asante sana mpendwa mtangazaji kwa swali lako zuri, na nipende kulijibu kwa kuanza kabisa kwa nini tunawaombea marehemu misa. Sisi kanisa Katoliki tuna utajiri wa maandiko, tuna utajiri wa mafundisho, tofauti na ndugu zetu jumuiya nyingine za Kikristo. Kwa nini? Kwa sababu sisi tuna vitabu kwenye Biblia ya Kikatoliki, tuna vitabu zaidi ambavyo ndugu zetu wa makanisa ya Kiprotestanti hawana. Na kitabu kimojawapo ni kitabu cha mambo ya Wamakabayo. Hiki kitabu ndicho kitabu pekee katika Agano la Kale kinachotudai kuwaombea marehemu, kuwaombea wafu. Tunapata ile simulizi, labda ningependa tuisome hiyo sehemu kwa faida ya mtazamaji. Kwa hiyo basi nitasoma kwenye kitabu cha mambo cha Wamakabayo, kitabu cha 2 cha Wamakabayo, sura ya 12 aya ya 39 hadi aya ya 46. Tunaambiwa hivi: asubuhi yake askari za Yuda walikwenda kuziokota maiti. Nipende kuzielezea kwamba walikuwa vitani, na walipokuwa vitani, baadhi ya askari wa jeshi la Yuda, manake wa Israeli, walikufa vitani. Asa asubuhi yake hawa walienda kuokota miili ya ndugu zao waliofariki vitani ili waweze kuihifadhi, kuipatia heshima, maziko waliostahili. Asa walipoenda, nini kilitokea? Ndicho hichi sasa. Kwa hiyo tunaambia hivi: asubuhi yake askari za Yuda walikwenda kuziokota maiti, jambo lililowapasa wafanye bila kukawia zaidi, na kuwaleta wazikwe na jamaa zao katika makaburi ya baba zao. Ndipo walipoona talasimu chini ya nguo za kila mmoja, yaani sanamu ndogo za miungu ya Yamnia, ambazo zilikatazwa kabisa kwa Wayahudi kwa sheria. Wote wakaona dhahiri sababu ya kuuawa kwao, wakamuhimidi Bwana mwamuzi mwenye haki, afunuaye yaliyo ya siri. Wakajitia katika sala, wakiomba ile dhambi iliyotendwa ifutwe kabisa. Yuda, mtu mwadilifu, akawaonya watu wajitenge na dhambi, madhali wameona kwa macho yao wenyewe matokeo ya ile dhambi ya wale waliokufa. Akachanga fedha kwa kila mtu jumla ya drakma 2,000, akazipeleka Yerusalemu kutoa sadaka ya dhambi. Kwa kufanya hivi alitenda vema na kwa haki, kwa kuwa aliukumbuka ufufuo wa wafu. Maana kama asingalitumaini ya kuwa wale waliokufa watafufuka, ingalikuwa kazi bure isiyo na maana kuwaombea wafu. Lakini kwa kuwa aliukiri utukufu wa thawabu waliowekewa wale wafao katika utauwa, wazo lake lilikuwa takatifu na la kicho,
Ndiyo sababu alifanya upatanisho kwa wafu ili wafunguliwe dhambi zao. Ndugu mtangazaji, utaona katika hili somo, kwanza kuna watu waliokufa kwa sababu tulioambiwa hapa walitenda dhambi. Walitenda dhambi. Kwa hiyo kwa dhambi hiyo Yuda alichanga fedha, kwamba hawa ambao walianguka vitani kwa sababu walitenda dhambi, akachanga fedha akazipeleka kwenye hekalu la Yerusalemu. Kule ndiyo sehemu pekee ambapo watu wote waliokuwa wametenda dhambi walikwenda kupatanishwa na Mungu. Kwa hiyo Yuda alichukua hizi fedha zao kiasi kikubwa. Kwa hiyo bila shaka hapa haijaelezwa, lakini huenda alifika Yerusalemu wakanunua kondoo kwa ajili au mbuzi kwa ajili ya kutolea sadaka ya dhambi, kama ilivyoagizwa katika dini ya Kiyahudi kwamba walitolea sadaka ya dhambi kwa ajili ya upatanisho. Kwa Yuda alienda kufanya upatanisho baina ya Mungu na wale waliokufa. Kwa sababu gani? Tumepata tena swala lingine la ufufuko. Kuna maisha baada ya kifo. Kwa sisi hasa ni imani hiyo hiyo ya maisha baada ya ufufuko ndiyo inayotusukuma sisi kuwaombea marehemu. Kwa sababu tunaambiwa kwamba misa ni sadaka ya Agano Jipya. Zamani walitolea mbuzi, kondoo na nini, lakini kwa ujio wa Kristo ametupa sadaka mpya, yeye mwenyewe. Kwa misa ni sadaka ya Agano Jipya. Ndipo tunaambiwa kwamba, labda ningesoma tena maneno haya, kwamba ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Maana yake ni nini? Kama Yuda alivyoamini juu ya ufufuko, na sisi wa Kristo tunaamini juu ya ufufuko. Ndio sababu tunaombea misa. Na misa ni sadaka, kama nilivyosema, ni sadaka ya Agano Jipya, ni sadaka ya Kristo ambao ndani yake tunapata msamaha wa dhambi, tunapata upatanisho baina yetu na Mungu. Sasa siku hii ya marehemu wote tunamtolea Mungu kama alivyofanya Yuda katika Agano la Kale. Sisi wa Kristo tunamtolea Mungu sadaka takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya kuwaombea. Sasa siku hiyo, kadiri ya utaratibu wa kanisa, makuhani hasa wanapaswa kuadhimisha misa tatu. Misa tatu ilianza lini na ni kwa nini ni tatu? Hili ni swala ambalo limeanza vile vile katika jumuiya za kitawa. Shirika la Wadominikani katika karne ya 15 ndio walioanza kule Hispania. Wenyewe siku ya kuombea marehemu wao, ile tarehe 2 ya mwezi Novemba, waliadhimisha misa tatu. Na utaratibu huu ulionekana kuwa mzuri, na jambo la kicho na takatifu. Kwa hiyo Baba Mtakatifu Benedikto wa 14 aliidhinisha utaratibu huu uenee duniani kote. Mwaka 1748 aliidhinisha kila padre tarehe 2 ya mwezi Novemba aadhimishe misa tatu. Lengo ni nini? Kuonesha umuhimu wa kuwaombea ndugu zetu waliofariki. Lakini haikutosha. Wakati wa vita kuu ya dunia, vita ya kwanza iliyotokea tangu mwaka 1914 mpaka 18, tunatambua kwamba kwenye mazingira ya vita mambo ni mengi, vifo ni vingi. Kwa kulikuwa na nia nyingi za watu waliokuwa wanawaombea ndugu zao misa. Kwa hiyo kukawa na nia nyingi kiasi kwamba ilikuwa ni vigumu kwa padre anayeadhimisha kusoma jina la marehemu mmoja mmoja. Kwa hiyo Baba Mtakatifu Benedikto wa 15 alitoa ruhusa, akafanya mgawanyo sasa wa hizi misa tatu. Katika hizi misa tatu tunafanya nini? Akasema ile misa ya kwanza padre anaruhusiwa kupokea hizo nia. Kwa hiyo watu kama na marehemu wake, tunataka utuombee marehemu wetu na nini, unazileta, unatoa na sadaka yako,
padri aliruhusiwa kupokea kwa ile nia ya kwanza, misa ya kwanza. Sasa misa ya pili haikuhitaji hayo. Misa ya pili padre alipaswa kuadhimisha kwa ajili ya marehemu wote, kwamba ulimsema ndugu yako, ukumsema, ulimfahamu, ukumfahamu, marehemu wote. Kwa hiyo misa ya pili ni mahususi kwa ajili ya marehemu wote. Na misa ya tatu sasa iliachwa rasmi kwa nia za Baba Mtakatifu. Kwa sio kwamba inasaliwa kama kawaida kwamba ni nia tu kwa ajili ya Baba Mtakatifu. Hapana, ni misa ya wafu lakini kwa nia za Baba Mtakatifu, kwamba wakati huo unakuta vile vile alipokea nia nyingi, au yeye binafsi ana marehemu wengi ambao anatakiwa kuwaombea. Kwa hiyo iliunganishwa na kanisa zima kwenye ile nia ya tatu ya kuwaombea marehemu wote. Na utaona sasa, ndio maana nadhani umeshaona labda shirikani, kwenye shirika la damu azizi, ile misa ya kwanza kama nilivyokwisha kusema, ambao padre anaruhusiwa kupokea nia maalum kwa ajili ya misa kwa shirika la damu azizi, huwa inatolewa kwa ajili ya marehemu wanashirika. Na misa ya pili na ya tatu zinafuata utaratibu huo wa kanisa zima. Asante sana Frate kwa kuweza kutujulisha hilo. Sasa naomba tufahamu katika siku hii ambayo tunawakumbuka marehemu wote, nini labda hasa kama Wakristo tunapaswa kufanya? Kama tunapofahamu siku hii tunasema ni siku ya kuwakumbuka wapendwa wetu. Sasa ni jambo gani ambalo sisi ambao tupo duniani, ambao tuko hai, kama kuonyesha upendo basi kwa ndugu zetu, tunapaswa hasa kufanya na daiwa kufanya na kanisa, au kuonyesha tu katika maisha yetu ya kijamii, tunapaswa kufanya katika siku hii kwa namna ya pekee hapo wakumbuka hawa marehemu wote? Asante sana kwa swali lako zuri. Kwa kweli katika maadhimisho kwa ajili ya kuombea marehemu, na hasa katika kipindi hiki cha mwezi huu wa Novemba, cha kwanza, tukiachana na ule utaratibu wa jumla ambao kwamba tunapaswa kusali misa takatifu kwa ajili ya kuombea, ningependa kuwaasa kwanza, yani kila mmoja ajitahidi kumuombea marehemu walau misa hata kama mara moja kwa wiki. Yani mwezi usiishe hujawaombea marehemu nia za misa, utoe nia za misa kwa ajili ya marehemu. Huo ningesema ni utaratibu wa jumla. Kwa wale ambao hawawezi kutoa sadaka kwa ajili ya kuomba misa takatifu, basi wasali sala maalum, rozari takatifu. Tunapopita kwenye makaburi tusali, raha ya milele uwape Bwana na mwanga wa milele uangazie. Yani tuwe na ibada hiyo mara nyingi na kadiri inavyowezekana. Huo ni utaratibu ule wa jumla. Ningesema hiyo ingeingia kwenye matendo ya huruma ya kiroho. Lakini kuna zaidi ya hayo. Maeneo ya makaburi yanapaswa vile vile kufanyiwa usafi. Kwa nini tunayafanyia usafi? Mwingine angeweza kusema kufanya usafi ni kama kufanya nyumba. Hapana. Kufanya usafi makaburini ni tendo la kiibada. Ni tendo la kiibada. Kwa nini la kiibada? Makaburini imelala miili ya wapendwa wetu. Miili ya watu ambao walipokuwa hapa duniani walibatizwa, walimpokea Kristo, waliungana na Kristo. Miili yao ilikuwa ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo pale kufanya usafi kwenye kaburi ni tendo takatifu. Kwanza linaendeleza umoja wetu sisi na marehemu, kwamba hatukumchoka, bado tunampenda, lakini ni mshirika mwenzetu. Ni mshirika mwenzetu, alikula mwili na damu ya Kristo, alishiriki fumbo la Kristo. Kwa makaburini ni mahali patakatifu. Tunapofanya usafi ni ibada. Kwa mahali pale panaendelea kuheshimika, panaendelea kuthaminika na kuonekana kwamba pana stahili ile heshima kwa ajili ya nani? Ya yule ndugu yetu aliyefariki. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kuweka maua. Kuweka maua. Tunapoweka maua makaburini, maua yana sifa moja kubwa, ni
tunasema ni upendo wa dhati. Si upendo tu, ni upendo wa dhati. Ndio maana hata ndugu zetu wanaopendana wanatumiana maua kwamba anamaanisha kile anachokisema. Ukienda kwa ndugu zetu Wachaga wakiombana msamaha, wanakuja na yale majani. Nadhani ulishasikia masale, wanaombana msamaha, kwamba sio kwamba lile jani lina chochote, lakini kuonesha kwamba huyu mtu anachokifanya anamaanisha tunawapenda. Na hapa ndipo tunapodumisha ule ushirika wetu wa watakatifu. Tunaungana sisi na ndugu zetu waliokufanya nini? Waliokwisha kufa. Na jambo la tatu, tunawasha mishumaa. Tunawasha mishumaa. Mishumaa ni ishara ya Kristo mfufuka, yeye ambaye ni nuru ya ulimwengu, kama anavyosema kwenye Injili ya Yohane ile sura ya 8 aya ya 12. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Na anakuja kurudia kwamba anayenifuata mimi hata kwenda gizani. Huyu aliyelala hapa alimfuata Kristo. Kwa hiyo tunapowasha mshumaa tunakumbushwa kwamba hata kwenda gizani, na haendi gizani. Kwa maana nyingine hajapotea. Wala sisi ambao tunaishi kesho tutafuata. Hatutapotea kwa sababu tulimpokea Kristo. Tulimpokea Kristo mfufuka, kwa hiyo tutaungana naye. Kama Mtakatifu Paulo anavyotufundisha kwamba anatuambiaje? Anatuambia kwamba kama Kristo alivyofufuka katika wafu, vivyo hivyo Mungu atawaleta pamoja naye. Atawaleta pamoja na Kristo. Huo waraka wa kwanza Mtakatifu Paulo kwa Wathesalonike ile sura ya 4 aya ya 14, atawaleta pamoja naye. Kwa ndugu zetu, tunapowasha mshumaa, kwanza ni matumaini kwetu. Ndugu yetu hajapotea, lakini na sisi tuweze kuona kwamba tutakapokufa hatutapotea, tutaungana na Kristo. Lakini tunaombea ile nuru ya Kristo mfufuka, utukufu wa Kristo mfufuka uzidi huyu ndugu yetu aliyekwisha kulala hapa. Nakushukuru sana Sauti Thomas kwa maelezo haya mazuri, na kuelekea mwishoni kabisa mwa kipindi cha Tushirikishane Tone la Upendo, mara nyingi tunakopita penye makaburi tunaona ujumbe umeandikwa pale, hata sisi tulikuwa kama ninyi na ninyi mtakuwa kama sisi. Basi tunapohitimisha kipindi hiki, basi nikukaribishe, kama una neno lolote ambalo unaweza ukamwambia mpendwa mtazamaji wetu katika mwezi huu wa Novemba, nini anaweza akafanya kama neno la mwisho na kuaga na kuhitimisha kipindi chetu? Asante sana mpendwa mtangazaji. Maneno uliyosema ni maneno mazuri na ni maneno ya hekima tunayoyapata katika kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira sura ya 38 aya ya 22, kwamba huyu aliyelala alikuwa kama sisi jana, kwa na sisi tutakuwa kama yeye. Sio maneno ya kutishia, bali ni maneno ya kutuonya na kututahadharisha kwamba tunapokaa hapa duniani tujiandae. Tujiandae. Kwa nini tujiandae? Mwisho wetu si sawa na mwisho wa mnyama. Mnyama akifa habari yake imeisha, lakini mwanadamu kuna maisha baada ya kifo. Basi zamani kabisa Nabii Danieli alishatangulia kutupa hii siri. Alisema nini kuhusiana na kifo cha mwanadamu? Naomba nisome hiyo sehemu ya Nabii Danieli sura ya 12 aya ya 2 na ya 3 labda. Anasema hivi: tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Hii ni hatari. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa unaona kwamba Nabii Danieli anatuambia kabisa kwamba mwisho wa mwanadamu sio kama wa mnyama. Sisi tutafufuliwa. Na tutafufuliwa kwa lengo lipi? Ili yule aliyetenda maovu apate stahiki yake.
yule aliyetenda mema apate stahiki yake. Kwamba ni nini? Waovu wataadhibiwa, wema watapata kuvishwa utukufu. Sisi, wewe na mimi, ambao ni marehemu atarajiwa kwa kweli, marehemu atarajiwa kwa kweli, tujiwekee hazina. Kwa namna gani? Tusali kuwaombea ndugu zetu ambao ni wapo toharani, ili waweze kufika mbinguni. Watuombee na sisi la kwanza, lakini turekebishe mienendo yetu. Tumng'ang'anie Kristo ambaye daima tumekuwa tunasalimiana, Kristo tumaini letu, kama anavyotuambia Mtakatifu Paulo katika waraka wake wa kwanza, waraka wa Mtakatifu Paulo kwa Waefeso sura ya kwanza aya ya 12, anasema sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Sasa isije ikawa ni aibu kwamba tumeshamwekea Kristo tumaini letu alafu tunaenda kuadhibiwa. Sio lengo. Sisi ambao tunamwekea Kristo tumaini letu, tumling'ang'anie hilo tumaini ili hatimaye tuweze kumfikia Mungu. Basi ndugu zangu, turekebishe mienendo yetu. Ni sisi ambao tunao wakati wa kurekebisha. Kwa hiyo tutumie muda huu wa sasa kurekebisha mienendo yetu, tuweze kumrudia Mungu, tufanye toba. Kwa wale ambao hawajamkiri Kristo, wamkiri Kristo. Kwa mfano wengine wanaishi maisha ya zinaa kwa sababu hawajafunga ndoa, warekebishe ndoa zao, wafunge ndoa. Huko ndiko kumng'ang'ania Kristo, kwa sababu tulishasema mwanzoni kwamba kifo kinaotea. Kifo kinaotea. Hatujui kwamba siku hiyo unatenda dhambi na ndio siku ambacho kifo kinakujia. Sasa sijui mwisho wako utakuwa upi. Tunaomba mwisho wetu uwe mzuri, hatimaye tuweze kumlaki Bwana mawinguni pamoja na watakatifu. Asante. Basi mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa St. Gaspar Media, mpaka kufikia nukta hii hatuna la ziada. Tunashukuru sana kuweza kutufuatilia toka mwanzo hadi hapa tunakohitimisha kipindi chetu hiki cha Tushirikishane Tone la Upendo, ambako siku hii ya leo Frateli Thomas Mathias ametushibisha kwa undani sana kuhusu mwezi huu wa Novemba, mwezi ambao kanisa limetuwekea rasmi kwa ajili ya kuwakumbuka na kuwaombea marehemu. Basi haya yote ambayo ameweza kutuasa na kutusiri, basi mimi na wewe tuweze kuyashika na kuyatenda. Tuwaombee ndugu zetu marehemu, tukiamini kwamba wao huko waliko ni waombezi wetu. Basi kwa maombezi ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, atuwezeshe kuweza kuwa watu ambao tunaweza kuwakumbuka na kuombea ndugu zetu marehemu. Hatuna wa ziada mpaka kufikia hatua hii. Naomba uendelee kuwa mfuatiliaji wetu mwema wa vipindi vinavyofuata katika chaneli yetu ya St. Gaspar Media. Ulikuwa nami mtangazaji wako Frateli Anthony Eponda, na mgeni wetu wa leo alikuwa ni Frateli Thomas Mathias. Mpaka wakati mwingine, hatuna la ziada. Asanteni sana. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la